Haya ni majira ya asubuhi ya Aprili 2026 Musoma mkoani Mara. Mwanakwetu amepangiwa jukumu la kufika katika jengo la makazi ya Katibu Tawala mkoa wa Mara ambapo kunafanyika ukarabati mkubwa. Huku Katibu Tawala mkoa wa Mara ndugu Gerald Musa bila kusaya angefika kukagua ukarabati huo. Majira saa 4 ya asubuhi ya siku hii ambayo ni Alhamisi Kuu, kiongozi huyu wa serikali alifika katika makazi haya, aliingia na kukagua kazi hiyo, huku mafundi wakiendelea na kazi zao. Katibu Tawala akiwa hapo, ilibainika kupitia kwa Bi Irene Mosha ambaye ndiye meneja mradi kuwa mradi huu unatekelezwa kupitia mkataba namba RAS/77/2026/NC/11 kwa kutumia force account, ambapo ulianza kutekelezwa Desemba mosi 2025 na unatakiwa kukamilika hivi karibuni. Huku changamoto ni moja tu, wazabuni kuchelewesha kuleta vifaa vya ujenzi kwa wakati. Katibu Tawala mkoa wa Mara ndugu Gerald Musa bila kusaya akiwa mradini akasema ikiwa miradi ya serikali inazo pesa za kutosha, hakuna haja ya mkandarasi yoyote kuomba ongezwe muda. Ni lazima miradi hii ikamilike kwa wakati, na hasa miradi ya mkoa wa Mara, maana pesa ipo, shida iwe nini. Miradi hii haipaswi kupewa wazabuni wa majaribio. Natambua kazi inafanyika vizuri, lakini nataka kazi hii ifanyike kwa ubora, maana hii ni nyumba ya kiongozi mkubwa wa serikali na pesa hii ipo. Yeye anasema yeye ndiye mwenye mradi. Kwa nini mradi uchelewe kukamilika? Lazima ukamilike kwa wakati.
la kama shida ni wazabuni kuleta vifaa kwa wakati, basi watafuti wazabuni wenye sifa na uwezo, maana miradi ya serikali sio miradi ya kuwapa wazabuni kwa majaribio. Miradi ya serikali sio ya kuchezewa shere. Mradi wala kuhitaji extension. Yaani kuna mradi mtu ukiweza kuona sasa kijumba cha namna hiyo jamani, ni nyumba ya kuishi, extension ya nini? Maka kama mnagusa kazi tu mnaanza kuahirisha, mnaahirisha. Itakuwa kila siku watu wako huko hawafanyi shughuli nyingine. Ndio mnajenga jumba kama hilo, tunamaliza tunajenga jumba jipya ndio tunajenga. Haya inasemwa na katibu tawala mkoa wa Mara Gerald Musabila Kusaya wakati akikagua ukarabati wa nyumba ya katibu tawala mkoa ambayo inafanywa ukarabati mkubwa unaogharimu karibu shilingi milioni 60, ambapo nyumba hii ipo jirani na Ziwa Victoria. Ndugu Musabila akiwa anakagua mradi huu akapita kando ya banda lake la kuku hapa Amadi. Ghafla vidifu akakutana na kuku wake wawili wamepasua yai huku wakilishambulia kwa kulila. Akasema, lo salale, kuku wa katibu tawala mkoa wa Mara wanakula mayai yangu. Watumishi kando wakacheka. Yeye anakulaje mayai? Ndio tumemwona. Umekwaje huyo? Sasa ujira mtu kazi mbaya. Katibu tawala mkoa wa Mara akasema, hebu wafungie ndani ya kuku wawili mara moja. Kuku anayekula mayai lazima achinjwe, maana atawafundisha tabia mbaya kuku wengine. Kuku hao walifungiwa haraka bandani. Zoezi la ukaguzi wa mradi huu baadaye likakamilika, huku kuku wa kiongozi huyu waliendelea kuwika katika banda hilo. Hapo mbele mimi sitaki kuweka na sitaki kuweka mawili kwa mbele. Kama mwewe. Mfano nataka kwa mpango wa muda mrefu niweke mawe chini na kuyaweka ile sehemu ya mbele ambayo kupata wazi pangeni mawe pale na katika lakini maua wakingine haya halo we babu Kwa hakika wakati katibu tawala anaukagua mradi huu wa makazi yake, hali ya hewa mji wa Musoma ilikuwa nyuzi joto 26, unyevunyevu ni wa 25%, ujirani na mvua ni 63%, upepo ukivuma kwa kilomita 14 kwa saa. Kwetu anasema nini siku ya leo?
Mwanakwetu anajiuliza tu, je, kuku wale wawili waliofungiwa bandani kwa kosa la kula mayai yale walioyataga wao wenyewe kweli watakuwa salama? Hao ndio watatumika kuipamba meza ya katibu tawala mkoa wa Mara kama kitoweo katika chakula chake wakati wa sikukuu ya Pasaka ya mwaka wa 2026. Mwanakwetu anajiuliza, lakini mpaka sasa hana majibu. Lakini anaamini kisha Pasaka atakwenda kutembelea nyumba hiyo na kulikagua banda lile, maana kuku wale Mwanakwetu kaweka alama ajue kama kuku wale adhabu yao ilikuwa kuliwa wakati wa Pasaka. Mwanakwetu upo? Kumbuka, kuku anayekula mayai lazima achinjwe. Jina langu ni Adeladius Makwega na kutakia siku njema.